nguvu zetu, si kwa sababu sisi ni wema kuliko wale ambao wamelala, si kwa sababu sisi tunakuja kanisani kila siku, ila ni kwa sababu ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Tena imegharimu mkono wa Bwana ili mimi na wewe tuwe hapa siku ya leo. Haijakuwa rahisi kwetu kwa sababu vita viko, lakini nawasihi washiriki kwamba tuzidi tu kwa maombi. Changamoto ambazo unazipitia isiwavute mbali na Mwenyezi Mungu, ile itulete karibu na Mwenyezi Mungu, kwa sababu dunia ni ya taabu, ya dhiki, lakini Mungu wa huruma, Mungu wa upendo ameahidi kwamba atakuwa pamoja nasi. Haijalishi wapendwa, unapitia changamoto gani, haijalishi umekwama kiasi gani, unaweza kata tamaa kwa sababu ya hali ya maisha. Unaweza jiuliza, kwani huyu Mungu yuko wapi? Ninapoona wengine ombi yao inajibiwa, lakini yako bado. Wapendwa, msikate tamaa. Mungu atadhihirisha kwa wakati wake. Utaona mkono wa Bwana kwa wakati wake. Sana wasi watoto wa Mungu, tuwe tunatumaini kwa Mwenyezi Mungu. Tukubali tu tupigwe na mushetani, tukubali tuteswe na mushetani, tukubali tubaki peke yetu, tukubali tusengenywe, tukubali tupitie shida kwa sababu ya mkono wa Bwana. Ametuahidi kwamba mwisho atakuwa pamoja nasi. Nazidi kuwasihi wapendwa, tukae tu kwa maombi. Kila ambacho tunahitaji kwa hii dunia ni maombi. Hiyo ndio silaha, hii ndio silaha pekee yake ya kufukuza shetani. Tudumu katika maombi, tudumu katika maombi, tuwe na muda wetu kwa maombi. Hiyo ndio njia ya kushinda shetani. Tusilemewe mpaka tuache kazi ya Mwenyezi Mungu. Tusimame na Mungu wetu, na ametuahidi atatutetea mpaka mwisho. Jana tuliangalia how to discipline our children to speak to Jesus. How can they speak for Jesus? Wangapi wako jana? Asante mama, karibu. Umebarikiwa na mtoto? Asante, inamaanisha unalea. Jana ilikuwa kati ya wazazi na watoto. Watoto wetu wamepotea kwa sababu wazazi wamewacha watoto kwa mkono wa mwalimu shuleni. Si wazazi tumeacha watoto wetu kwa mkono wa dunia. Watoto wetu wamepotea, hawana tumaini kabisa, kwa sababu wa Sabato hawajafanya kazi yao
Ile kazi imeandikwa kitabu cha Deuteronomy 4, Deuteronomy 6:4, wafundishe watoto wenu, uketipo, ulalapo, utembeapo, utufundishe watoto wetu. Lakini tumeacha watoto wetu wanafanya vituko vile wanataka, mpaka wanasema mtoto wangu amenishinda, kwa sababu tujawalea watoto wetu katika njia ipasavyo. Mtoto anatoa matusi kubwa mpaka Mwenyezi mtoto wa nani? Unapata mtoto wa mshiriki anasumbua, unapata mtoto wa pasta anasumbua. Unajua mali New Kilifi kuna kanisa inakuwa divided kwa sababu ya watoto. First elder mtoto wake ni mwizi, ni mwizi kabisa, na huyo first elder ndugu yake ambayo ni kiongozi wa stewardship. Sasa mtoto wa elder alienda akaibia kuku zake, akaiba mahindi, akaiba, mpaka huyu mama mwenye alibiwa akaacha kanisa. Alienda mpaka shuleni, mali kulikuwa na guru shuleni, kijana wa elder akavunja mpaka mlango ya shule, mpaka hizi post za mpira aling'oa zote, na ni kijana wa first elder, na elder aliomba ruhusa watu wabudu kwa hiyo shule. But nashukuru wapenda, Mungu anatenda kwa maombi. Kijana alikuja akalia, baba, it is enough. Alimwambia babake peke yake, baba, it is enough, nimeiba ya kutosha, it is enough. Nashukuru Mungu, hivyo ndio aliacha kuiba. Anafanya kazi hapa Shanzu, kazi ya kutengeneza pikipiki. Sasa tulee watoto wetu katika njia ipasavyo. Unapata siku hizi shule, watoto wetu wanaenda shuleni siku ya Sabato, sport inafanyika siku ya Sabato, yaani watoto wako kanisani ikiwa saa 5 washatoroka, ati kuna mchezo wanaenda kwa mpira. Siku ya saba, siku ya Mwenyezi Mungu. Sasa serikali wameweka siku ya Sabato mpaka watoto waende shuleni, na mshiriki anakubali watoto wa mshiriki aende shuleni siku ya Sabato, kwa sababu mzazi anataka mtoto wake apite mtihani. Atapita mtihani, atapita vizuri, ataenda university na atakuja kumaliza. So let us do our part as parents to help our children. Let's do our part as church to help both our children and youth. Let us do our part, kwa sababu dunia, shetani anatafuta watoto wetu, shetani anatafuta vijana wetu. Tuwashike mkono kwa maombi, tuanulie Biblia, tuwe na discussion ya Biblia kwa nyumba, tuwe na maombi. Hii simu tunanunua simu kubwa, lakini Biblia watoto wetu hawana. Sasa hiyo unaomba mtoto, hebu nani ataomba? Mtoto hatajui kuomba. Then what are we doing as children of God? Maombi mtoto ajui, lakini mambo za ulimwengu ameshika yote. Mungu atusaidie wapendwa, ili tulee watoto katika njia ipasavyo na Mwenyezi Mungu. Na Mungu wetu ametuahidi kwamba hatatuacha, anatupatia hekima,
atapewa Roho Mtakatifu ya kulea hao watoto. Unajua watoto wa Eli walikufa vibaya, na walikufa ndani ya kanisa. Ukina Ofni unajua wanakufa ndani ya kanisa kwa sababu ya ulevi, mpaka ndani ya kanisa. Na Eli alikuwa kuhani kwa nyumba ya baba, lakini alishindwa kulea watoto wake. Na Mungu Eli, hata usilie. Wakati walikufa ndani ya kanisa, hata usilie, kwa sababu you refuse to do your part. The way we as parents, we have refused to do our part. Ndipo Yesu anatuambia tulee hao watoto katika njia ipasavyo. Siku ya leo, love our family of faith as Jesus does. Love our family. Tunapoongea juu ya family, tunaongea juu ya family wa Kristo. As a family, we are here as a family. A family ni watu ambao kama mwili is one family, ambapo unapotembea mguu ikigonga chini, macho yataangalia, mdomo atalia, mkono itagusa chini, wana participate kwa kitu kimoja. Tunaenda as a one family. Sasa tunapokuwa as a one family, hakuna utengano kati ya Wakristo. Hakuna watu huyu ni mkubwa, huyu ni mdogo katika Kristo. Ndani ya kanisa hakuna huyu ni wa serikali kubwa, alafu huyu ni mdogo. We are one family in Christ. Unapoona mtu muone kama ndugu yako, unapomuona mtu muone kama rafiki yako, unapomuona muone kama wewe. As a one family, ili kazi ya Mungu isonge mbele, mpaka tuwe na umoja kanisani. Ili kazi ya Mungu, mpaka tushikane mkono, ili kazi ya Mungu isonge mbele. Unajua ilifika wakati Waisraeli wanapenda kupigana watu wa Amalekites. Ndipo Mungu amewashike mkono wa Musa. Mmoja kwa mkono wa kulia, mwingine kwa mkono wa kushoto. Wanashika mkono wa Musa ikiwa juu, kwa sababu Musa akiweka mkono wake chini wanashindwa. Na kwa sababu Musa akiweka mkono juu alikuwa anachoka. Sasa ilibidi washike mkono wa Musa, kila mtu right na left. Washike mkono wa Musa iwe juu ili washinde vita. Hivyo ndio walifanya mpaka wakashinda vita. Hii kanisa iendelee mpaka tushikane mkono, ndio tutashinda vita. Mpaka tuwe na umoja ndani ya kanisa. Tusione kama wengine hawafai. Usione kama wengine, yani una oppose kila ambacho wanafikiria. You oppose everything. Everybody opinion is right. It depends on how he put it or she put it. Tunahitaji umoja ndani ya kanisa, ili kazi ya Mungu, kazi ya Mungu hawezi enda kule nje. Kama kuna vutano, watu wanavutana ndani ya kanisa. Hatuwezi peleka injili kule nje kama ndani ya kanisa hakuna umoja. There is no family. Hatuwezi peleka injili kule nje mpaka tuwe na umoja, ndipo tunaweza peleka injili kule nje. Our family of faith as Jesus does. Kwanza kile ambacho Yesu alifanya ni kuweka wanafunzi wake wawe na umoja, ili hao wanafunzi wa Yesu waende wahubiri kule nje, mpaka hao watu wawe na umoja. Unajua Yesu alichagua watu wale ambao hawajasoma, awatoa wengine kule, wengine kule, akaweka pamoja ili kazi yake isonge mbele mpaka hawa
watembee pamoja, ndio kazi ya Mungu isonge mbele. Lakini kama watakuwa na mvutano katikati yao, hawatasonga mbele. Kanisa ya Mungu huwezi songa mbele kama ndani ya kanisa tunachukiana, kama ndani ya church kuna vita. Je, kule nje tunaweza kuhubiri? Tunaweza kuleta amani kule nje? Tunaweza kwenda kuhubiri watu kule nje? Kama ndani ya kanisa ilikuwa moto, tunasusana mpaka ndani ya kanisa. Hatutaki huyu elder, hatutaki kiongozi wa deacon, hatutaki kiongozi wa mama. Yaani mama anasema tunataka tuorganize vile tunaweza kwenda tufanye community service pale. Mungu anasema hiyo kazi hatuwezi fanya kwa sababu hutaki huyu kiongozi. Mpaka tuwe na umoja ndani ya kanisa. Pastor, mpaka kanisa wewe na umoja, ndio kazi ya Mungu itasonga. Ule tutajaribu kila wakati. Tutajaribu tuende pale tupeleke injili. Injili haitasonga kama sisi hatuna umoja. Mpaka sisi tuwe na umoja katikati yetu, ili mtu anapoongea unamchukua kama ndugu yako. Anything amepose, we take it serious, kwa sababu Mungu alitumba in a different ways. Si vile unafikiri wengine anafikiria. Everybody's opinion is right. Ndipo Yesu alitafuta wanafunzi wake. Atafuta wanafunzi wake kwa kila kona. Akaenda kule akapata wengine wakiwa wanavua samaki. Akili yao ni kuvua samaki. Akaenda wengine kutafuta wengine, akaleta wengine. Akitembea hivi akiwa anatafuta wanafunzi wake. Anatembea kule, anaenda kule akijaribu kuleta hawa pamoja. Wakati alishaleta hawa pamoja, ndio akaweka ili wawe na amani, ili wawe one family. Kabla kazi ya Mungu ijaanza, mpaka hawa watu wawe na umoja. Ndipo wanapopeleka injili kule nje, injili itaenea. Lakini kama ndani ya kanisa hatutakuwa na umoja, hatuwezi peleka injili. Mpaka tuwe one family in Christ. Yaani unaweza pata mshiriki anasengenya kiongozi wa diko, anasengenya kiongozi wa mama. Yaani ni story kule nje, akiwa sokoni, akiwa kazini, mpaka kuna wale ambao si Adventist, unasengenya. Yule anafanya hivi, yule anafanya hivi, yule anafanya hivi, yule anafanya hivi. Na ni msabato mwenzako, ambapo wewe mwenyewe unafaa mtetee. Tutaenda kule nje kuhubiri aje kama tunasoma ndani ya kanisa? Yaani unaona mwenzako, yaani chuki, hata hutaki kumsalimia. Kuna wimbo tunaenda kwa sijui salimia mwenzako, sema sijui nini. Alisemea watu watano, unapiga hivi unasalimia mwingine, unasema kufika mwingine anakuleta mkono hivi, unajifanya kama hujaona, kwa sababu kile ambacho alifanyia. Tutapeleka injili kule aje if we don't have unity? Na hiyo ndio kitu inatusumbua kabisa. Tumeleta mpaka kabila ndani ya kanisa. Ati huyu amechaguliwa ni kabila gani? Mkisii, tunakanyaga. Wajaluo wao tunakanyaga. Huyu ni kabila gani? Mjaluo, Mkisii, tunakanyaga. Huyu ni kabila gani? Unataka kabila yake achaguliwe. Kabila yake chaguliwe. Isipo nini? Unataka upige huyu Elias mpaka achoke njiani, asema it is enough. Wacha niwaachie wengine. It is enough. Na hawa ni wasabato. Ni wasabato. Tumeweka mpaka siasa ndani ya kanisa. Siasa ndani ya kanisa. Tunaweka mpaka kabila ndani ya kanisa. Hatujui ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Sasa wapendwa, ili kazi ya Mungu mama isonge, mpaka tuwe one family, mpaka tuwe na unity.
Unapoona mwenzako ako na shida, mtu wa kwanza, kabla mtu wa kule nje hajafika, mshirika ashafika kwake, ashamuonyesha upendo. Yaani watu wanapigana, vita imezidi ndani ya kanisa. Unasikia mwingine amehama, ametoka kwa hii kanisa, ameenda kanisa lingine kwa sababu hii kanisa imejaa vita. Mwingine pia ni kugongana na watu. Anatoka yule Ela alisema hivi. Mwingine anasema yule Ela alisema hivi. Mwingine anasema hivi. Ndani ya kanisa imejaa tu watu wa mdomo. Yaani kuchukiana. Hakuna mambo mabaya, mazuri unaweza ongea juu ya mtu mwingine. Kila ambacho ongea juu ya mtu amefanya hivi, amefanya vibaya, yote ndio unaona, lakini hakuna kitu kizuri unaona. Unapoona unyonge wa mtu, muombe. Mimi naambia watu, I'm not 100%. Mimi si malaika. Lakini unapoona unyonge, mimi afadhali niambie makosa yangu. Niambie tu hivi makosa yangu, kuliko utoe makosa yangu unapeleka. Uje pastor nafanya hivi. Me pastor, no. Pastor, you say you want me? Pastor, it is not good to do this. Then what we do? We pray for each other. Ukiona mwenzako ameanguka, tuwaombe. Muombe. Si unaona alikuwa anajiringa na gari, alichukua loan, akanua gari ya loan. Sasa watu wanini wakakuja wakapokonya loan. Sasa tunaona ni mshiriki mwenzako. Ati unaona alichukua loan, alichukua loan, akanua akaweka duka. Sasa watu loan walikuja wakachukua vitu. Akichukua mama amebaki, kuna stress na hata kumwambia bwanake, bwanake kamfukuza. Unajua alienda kwao. Na ni mshiriki mwenzako. Badala umuombee katika hiyo shida. It will be one family. But then we have to be one family. Ili kazi ya Mungu isonge mbele mpaka tuwe na umoja. Unapoona ile anaanguka, mshiriki, we want to pray for our elder. Ukiona kanisa watu wanasosana, we want to pray for our church members. Shetani anaweza tumia mtu mmoja kwa kanisa kuangusha the whole church. So now it is only prayer. Ili kazi ya Mungu ienee kule nje mpaka tuwe na umoja. Wanafunzi walikuwa 12 na katika 12 walikuwa na umoja. Peter akiongea wote wanasikia. Siko Peter ndio kiongozi wetu. Yeye anasemaje? Wakisema tunaenda hivi, tunaweza tuende kule. Mimi niendeni kana kila mtu ana kazi yake. Sasa wewe enda kule. Sisi tunaenda hivi. Wengine tuende hivi, tukawanye tunaenda tufanye kazi. Alafu tuandike report. Siku ya leo tumefanya nini? Peter anasema siku ya leo tulibatiza watu 3000. Wale tulibatiza watu 1000. Tena tuendelee na safari. Tuende safari. Siku tulibatiza watu 3000. Watu wakiwa wanasonga, wanasonga kabatiza baada wanabatiza kwa sababu walikuwa na umoja. Hatuwezi kuenda kule nje kama hatuna umoja. Na hiyo umoja tunahitaji kwa hii kanisa ya Mwenyezi Mungu. Tunahitaji umoja hapa ndani ya kanisa. Usione mtu ni mtu maskini sana, kwa sababu hizi mkono hazitoshani. Mungu alikubariki ili ubariki mwingine. Si kama Mungu anasema atashusha chakula kutoka mbinguni. Mungu amekubariki ili wewe ubariki wengine. Na usione mtu katika hali ya chini. Kuna mahali kanisa zingine walikuwa yani wanakaa kwa group ili wachangishe pesa ya kwenye kanisa. Sio wanaweka group kwa group. Kuna group nyingine wasema hatuwezi kaa kwa hiyo group mahali kuna mama hapa hawatoi.
So wanataka wakae group ya wadosi. Ati hao watatuvuta nyuma. Ni kwamba yeye Mungu amekuweka pale ili msaidiane kiroho, msaidiane kimawazo, ili wewe mbele Mungu amekuinua juu, wewe pia unoe mwenzako ile juu. Unaweza pata unafanya kazi, washirika wanafanya kazi kwa kampuni moja ama mali, lakini pale anapiga mshiriki vita. Mali nilikuwa Voi, kuna washiriki nafanya kazi Kenya Wildlife, na kuna moja ni mkubwa katika docket ya security, kuna mmoja ni mdogo. Sasa mmoja ndio mdogo mwenye, yani pesa yao kiwango chake niko chini, alichukua loan akanua plot akajenga. Huyo mkubwa alimpeleka mbio, hata amechukua pesa ya idara mpaka anataka avutwe, na ni msabato wako ndani ya kanisa. Yani kwa kanisa lakini fika ndani mpaka andika report ati huyu ameiba pesa. Kwa sababu walikuwa nafanya pale kwa customer care. Ukiingia kwa gate ya Kenya Wildlife, au wazungu wakiingia unalipa pesa. So anasema ameiba pesa kwa gate. Na kijana mwenyewe amechukua loan. Akasema mpaka anunua plot, akaanza kujenga. Na mwenye ameleta shida nili kwa sababu kanisa walienda kumtembelea. Akaenda kuchunguza. Amejenga nyumba yake. Ameenda kuchunguza vile huyu jamaa amejenga nyumba. Tuna kanisa na wanaimba, kumbe kazi anajifanya anaongea na simu, anachunguza hiyo nyumba vile inakaa. Kwenda kule kazia sema aliiba pesa idara. Sasa mwenye anapiga vita ni kabila yake, mwenye anapiga vita ni msabato mwenzake. Wakiwa kazini mpaka huyu jamaa alipigwa transfer kama demotion, amepelekwa mahali ana nafasi ya ndani ya park ndani. Tafuta gari kuja kanisani, gari hakuna, ako ndani ya park, amepelekwa ndani. Na mwenye amefanya akapelekwa ni mshiriki wa kanisa. Kuna vita kati yetu, yani utaki mshiriki aendelee, unaona kama atakushinda. We have to have one family in the church, ili kanisa ikue, ili tuende tuokoe roho kule nje, mpaka tuwe na umoja. Hatuwezi enda kule nje kama tunaenda kupigana kule nje. Mali limetoka, mali ilikuwa Voi. Kuna kanisa ilifanya crusade, wakaenda wakajenga Sabbath school. So wengine wakatoka kanisani wakatengeneza Sabbath school. Hiyo Sabbath school kidogo ikawa kanisa. Baada ya vita imekuwa kati ya mama na mtoto. Imekuwa vita kati ya mama na mtoto. Mpaka makambi au kufanya makambi kanisa kwa mama walibidi wahae shule ndio wafanye makambi. Ndio kama wakifanya ndani ya kanisa ya mada. Na ilikuwa vita. Wanasema wanasema skula watoi, wanaachia mother everything wafanye. So wazee hiyo jukumu yote tunawajia sasa watoto wafanye. Utasema hatuwezi fanya peke yetu, kwa sababu mother anataka mtoto awe na kambi yake, mother awe na kambi yake. Mpaka mother washatafuta mpaka kwaya kutoka Tanzania, washatafuta wageni kutoka Tanzania. So siku ya mwisho ni wakaambia mpaka muwe pamoja. Hiyo ikaleta vita.
dada zao kwa tendi ya makambi. Yaani tunaleta chuki. Tutaenda kuhubiria watu kule nje kama sisi wenyewe hatuna umoja? Au watu kule nje watatusikiaje kama sisi wenyewe tunachukiana hapa ndani? Yaani vita ndogo ndogo ndani ya kanisa la Mwenyezi Mungu, kanisa takatifu ndani ya Mwenyezi Mungu, ni mtu amechagulia umtake, ni kumpiga vita, umpiga vita. Hakuna stress, anapotoka hapa amechoka. Wewe kazi yako ni kwenda kule nje mwambie ako hivi, ako hivi, ako hivi. Mambo ya uongo kwa kiongozi wako ambao Mungu ndiye alichagua. Yesu, narudia, Yesu alichagua wanafunzi wake 12 na wote walitoa mbalimbali wakaweka moja. So ili kazi ya Mungu isonge mbele mpaka walikuwa wawe na umoja. Kwa sababu hatuwezi kwenda kule nje kama tumetengana. Tunapoenda kule mpaka tuwe na umoja, uwe na sauti moja. Hata kama una mtu akuchini kabisa, huyu ni mwenzetu, ni Adventist, tumuinue kiroho. Si umpige vita. Naambia watu, kabla hujapeleka mtu kwa board atolewe kwa ushirika kwa sababu alifanya vibaya, je, ulichukua muda wako kwenda kumsaidia? Ulienda kumwambia ni mbaya? Siku hiyo tumtoe kwa ushirika, tumtoe na hujamsaidia kiroho. Wapendwa, ombi langu ni kwamba tuwe na umoja. We are talking about one family in Christ. Ili tushinde vita pale mpaka tuwe na one family. Unapochukua vijiti ikiwa moja unaweza kata, rahisi kabisa unaweza kata. Lakini hizo vijiti zikiwa nyingi hivi, kukunja hata inakuwa ngumu, kukata inakuwa ngumu kwa sababu ziko nyingi lakini umeziweka pamoja. Lakini ukichukua moja utakata rahisi. So kanisa tuweka vijiti vingi, tuziweke nyingi. Tunapoweka nyingi tuona umoja, hakuna mwenye anaweza kukata kwa sababu tumesimama na umoja. Ndio kitu somo leo nataka tuwe na umoja. Tumpende. Love our family of faith as Jesus does. Msomaji, soma Acts chapter 2 verse 41. 2 verse 41. Matendo ya Mtume 2 fungu la nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Watu wakiwa ngapi? Waliongezeka. Kwa nini hao waliongezeka? Waliongezeka kwa sababu hao wanafunzi walikuwa na umoja. Katika hiyo umoja ambao walikuwa nayo, ikafanya wakaenda wakahubiri, watu wakaongezeka. Wapenda, tunaweza kutengeneza crusade, tunaweza tumia pesa nyingi kuhubiri, lakini kama hatuna umoja, hatutapata kondoo wa Mungu kule nje. Mpaka tuwe ndani ya kanisa. Yaani mnaenda kuhubiri, mnaenda crusade, kuhubiri, kutafuta kondoo, na nyinyi wenyewe mnaanza kupigana nyinyi kwa wenyewe. Sasa tuanze kupigana hapa, alafu kesho tuende tuweke crusade. Basi tukipigana hapa, hii eneo yote watajua. Alafu kesho tuende tuweke crusade pa tuhubiri. Kuna mtu atakuja. Sasa mpaka tuwe na one family. Yaani one family, unachukua shida za mtu ikusumbue kama shida yako. Jirani yako anapolala njaa, mshirika wako anapolala njaa,
inakusumbua, unaweka kama wewe ndio umelala njaa. Mpaka tuonyeshe upendo katikati yetu, mpaka tusikilizane ndani ya kanisa, ili tunapo organize we have to do this, one of this, tunakuwa na moja ya kufanya. Si wewe kiongozi wewe unasema tufanye hivi na wewe ufanye. Wewe kiongozi wewe tumechoka, tuna uniform. Wewe unajua tumechoka. Kila kitu yani kazi yako ni compose everything. Ndani ya kanisa. Board inakuwa ngumu. Kama kuna mahali board inakuwa ngumu, ni wakati kila kiongozi anapose mwenzake, atake mwenzake. Yaani anaenda kwa board akijua kwamba anaenda kuleta vita. Huyu akipose kitu anamkanyaga. Akipose hivi anamkanyaga. Akipose anamkanyaga. Na sisi ni Adventist. Mpaka tuwe na umoja ndani ya kanisa. Na tunapokuwa na umoja, sasa tunapeleka neno la Mwenyezi Mungu. Ile neno imeandikwa kitabu cha Revelation 14. Inasemaje 14:6? Kisha nikaona nini? Hiyo ndio nini ya Adventist. Aya, nisoma. Kwa maana saa yake, mcheni Bwana, kisha ili tuende tutangaze sauti ya Bwana. Hii ni Mathayo chapter 14. Kuna kile mcheni Bwana mtukuze, maana saa ya hukumu imefanya nini? Imekaribia. Tunaenda kutangaza mcheni Mungu na mtukuze. Kama mimi na wewe hatujamcha Mungu, hiyo sauti hawezi enda kule nje. Kama mimi na wewe hatujamcha Mwenyezi Mungu, sema mcheni Mungu na mtukuze, maana saa ya Bwana karibu. Verse 2 inasemaje? 14 verse 2. Verse 6. Nikaona malaika mwingine akiruka mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakaao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Anahubiria kila nini? Kila taifa, kila kabila. Angalia, huu ni kabila gani? Ujamaa gani? Anahubiria kila taifa. Kisha nikaona malaika akipaa, anahubiria kila taifa. Akuchagua huyu ni nani, akuchagua huyu ni nani, anaenda anahubiria kila taifa. Sasa unaenda kuhubiria mtu aje kama unamchukia? Unajua, mwingine alisema kama kuna kabila siwezi oa kwa maisha yangu, lazima ni kabila hii, siwezi kutaja. Na anasema kabila, tena anasema kabila hii, na kuna hiyo kabila ndani ya kanisa. Kama kuna kabila siwezi oa, ni kabila hii. As long as ni Kristo. Unajua, brother mkubwa kuna wakati alipatana na msichana mwingine ambao si kabila yetu. Mamangu aliposikia kabia, mtoto wangu na kuomba na kusii, usioe kabila hiyo, tafuta kabila yetu.
ndio uoe. Hivyo ndio wakaachana, huyu akachukua kabila yetu. Mimi nikawa mamangu, sasa nyingine baba, nishapata msichana nataka kuoa. That is good, that is good, that is good, na si kabila yetu. Nasema kwa upango wa Mwenyezi Mungu. Je, ni Mkristo? Kama yeye ni Mkristo, ni mwinjilisti, cha muhimu ni Mkristo, usiangalie ukabila. Sasa mimi sijaoa kabila yetu, cha muhimu ni Mkristo. Sisi tunaweka mpaka ndani ya kanisa. Ndio maana wasichana wetu wanatafuta tu kabila yao, wanangoja wapate kabila yao. Ati mimi siwezi olewa na kabila ingine, siwezi enda kuolewa na kabila ingine mpaka nile na kabila yetu. Utangojea, ukishtuka unashtuka, muda umeenda, unatafuta kabila yote. Sasa kuna siku MCA Mambololo kule Taita, I said, what is wrong with our ladies? Wasichana wetu wanaenda kule nje. Yaani nyinyi mnaona vile hapa tunabaki bila. Wasichana wetu wanaenda kule nje, wanaolewa na kabila zingine. Na wanaume wetu hawachukui kabila zingine, hata wasichana wetu haoi wasichana wetu hapa. Nyinyi mnataka wasichana wetu waende, tutabaki bila wasichana. Sio kama mimi, ambia wazazi, kwa hiyo msikubali wasichana wenu waolewe kule nje, waolewe na Wataita hapa hapa. Wanataka kwa kila matanga wakitangaza wasichana wetu waolewe hapa Taita hapa, wasiende kule nje. The ministry of God mpaka iende kule nje. Kwa kabila gani? Kwa jamii gani? Mpaka ende kule nje, tumiria watu. Hata katika hiyo kabila utaki, enda ukamwirie neno la Mwenyezi Mungu, kwa sababu Yesu anasema naomba msiwatoe hapa, lakini kila mtu naomba ni kwamba wawe na umoja, ili kanisa la Mungu waende kule nje wahubiri, mpaka kanisa la Mungu liwe na umoja. Katika hiyo umoja ndio tutapata nguvu kuenda kuhubiri kule nje, kwa sababu there are some souls outside which are perishing kule nje. Kuna watu kule nje wanakufa, lakini sisi tunaangalia mambo ya ukabila. Kuna souls wanakufa nje kwa sababu bado hatuna umoja ndani ya kanisa. Hatuwezi enda kule nje kuhubiri kama bado tunapigana ndani ya kanisa. It is worse. Kama kuna kitu kiko worse sana, ni washiriki kupigana ndani ya kanisa. Kama kuna worse sana, nega kuvutana kwa kazi ya Mungu. Mimi mwenye nilikuwa naishi naye, nikiwa kule nilikuwa naishi mwenye aleta huko. Wakati wa uchaguzi, tunaenda kuchaguzi, akaniandikia majina, tunataka huyu awe first elder, huyu awe second elder, huyu awe third elder. Kiongozi wa kwaya tunataka huyu, uweke kiongozi wa kwaya. Deacon ni huyu. Aliniandikia viongozi, anasema mnapoenda kuchagua mchague hao watu. Akaniandikia kwa list. So wakati tulienda kuchaguzi tukamaliza, kwa nirudi kwake akaniuliza, mmechagua nani kwa first elder? Nikamwambia itatangazwa, utasikia. Kwa sababu sheria ya kanisa usitoe maneno kule nini, hata kwa board. Mambo ya board ikiisha, ile imeisha, ngojea business. Sasa kwa sababu wanaambia, nataka uniambie nani ni first elder na second elder, mmechagua nani? Nikamwambia utasikia ukiwa kanisani. Ikawa vita hivi, na kanifukuza kwa akaniambia, wewe unanidharau na unakula kwangu. Niliamua kutoka kwake, na nitoka kwa usiku, kwa sababu nilikataa kutoa maneno ya board.
anataka kujua. It was painful wakati natoka. Naweza kusema mimi nimekuwa kichwa ngumu. Ananiambia kitu ziki, lakini anajua sheria kwa sababu yeye amekuwa mzee wa mwaka huo, yeye alikuwa mzee wa kanisa, first elder, alikuwa anajua sheria za kanisa, anajua sheria za board. But niliamua kutoka. Natoka sijui naenda kulala wapi. Hiyo siku nilikaa na vijana hawa wako nini kuchunga, wanachonga. Nikaa na hawa wanachonga hivi, mimi nikaa tu hivi. Sina pali pa kwenda kwa sababu kusimama kweli na shida ndani ya kanisa. So wakati wale wamechaguliwa, huyu hatumtaki, umtaki kwa sababu si kabila yako. Tutaenda kule nje kuhubiri aje kama tunavutana hapa ndani? Tutakuwa roho kule nje, tutahubiri juu ya amani, juu ya unity, juu ya umoja kule nje, ili tuwe na umoja. Kama sisi wenyewe hatuna umoja hapa ndani, kuna siku mwalimu mtoto, kwa sababu mtoto amefanya makosa akamchapa hivi, na mtoto hasira zake zile za nyumbani, kama mtoto amenyokwa mpaka anajiri, mama akatoka kanisani, ni nani amekuchapa? Ni nani? Nataka nijue nani. Wewe ndio unisaidia kuzaa mtoto. Wewe alimpeleka mwalimu wa watoto. Kanisa kuwa na kumbusho ndani ya kanisa, kwa sababu mwalimu wa mtoto amechapa mtoto akiwa afanya makosa. Sio mtoto amezoea nyumbani cha kuigiza. Sasa ni kama analia kama ameumwa na nyoka. Kuleta kumbusho ndani ya kanisa. Wengine wanasupport mwalimu, wengine wanasupport huyu mama, huyu hajui kuzaa ndio maana hajazaa mpaka leo. Yaani unasikia kila kitu inatoka kwa mdomo wa Mkristo. Kanisa moja. Upendwa, so that we fulfill the angel's message kule nje, akitangaza mcheni Bwana na mtukuze, maana saa ya hukumu imekaribia. Tuende tukahubiri kule nje. Hatuwezi kuhubiri kama sisi wenyewe hatuna umoja ndani yetu. Mpaka tusimame elders, mpaka tusimame pastor, mpaka tusimame viongozi, ili kanisa simame na umoja. Yaani mpaka Sabbath school wanapigana na mother church. Mpaka Sabbath school wakialika mother church choir waende awaendi. Church choir mother church wakialika Sabbath school wakiwa na launching awaendi. Na ni karibu kwa sababu kuna chuki katikati yao. So unapotenza crusade pale, wataenda hata watu kule nje wataenda kwa hiyo crusade kama wenyewe kwa wenyewe wanachokiana. Crusade imewekwa center karibu na mother church. Crusade kwa sababu ni ya Sabbath school, hiyo kanisa ambayo imetoka mother church ni yao, mother waendi. Mother church wakitenza crusade karibu na hao waendi, wakuji. Unaandika mkano kuwakaribisha wale wakuji. Unaweza siku mpaka unapika chakula kujua wageni watakuja. Kanisa kuji. Nani wa Sabato? Upenda mpaka tuamke. Ili kazi ya Mungu isonge, mama daktari, ili kazi ya Mungu isonge. Mpaka tuachane na chuki kati yetu. Mpaka tuwe na moja. Ndipo tuende kule nje tukahubiri. Yaani unapoona mtoto mwenzako unamwona kama mtoto wako. Unapoona mwenzako kwa kanisa unamwona kama ndugu yako. Yaani wakati unaona mtu hajakuja kanisani, yaani wewe kwa nini yule? Kuna mama hajakuja kanisani. Unaweza kubali uchukue bodaboda, ulimpe bodaboda uende ili ujue ako na shida gani.
ndio moja ambao Mungu anataka tuwe naye ndani ya kanisa, kubeba mzigo ya mwenzako, kumwonyesha upendo wako rafiki yako, kuonyesha our church members love. Unajua wapendwa, hata kama kuna mahali unaumia, umebanwa mahali, lakini unapoonyesha upendo ndani ya kanisa, unavyo kweli, hapa mahali niko nimefika. Naambia watu, kanisa ni mahali tunaleta burdens. Tunapotoka pale, unatoka ukiwa huru. Ukiwa weekend, Monday, yani Monday ni vikwazo, umepitia shida. Tuesday, shida nyingi, unasema Sabato itafika lini? Even the day of rest. So unatamani Sabato ifike uende kanisani, at least urudi ukiwa hiyo mizigo umeacha. Monday, Tuesday, Wednesday, ukiwa umebeba mzigo, unajiuliza Sabato itafika lini, because it is the day of rest. At least nipumzike na hii mizigo nimebeba. Na unapokuja kanisani unasema hata sasa nimefika siku raha ya Sabato, ninataka raha ya Sabato, niende kanisani pale raha. Hapo ndio mwenzako anakuja na kuchukia, unatoka ukiwa umekasirika. Raha ya Sabato imeisha, hakuna hata raha ya Sabato. Unasema sasa, kwa nini niende kanisani? Raha ya Sabato sasa imekuwa karaha kwa watoto wa Mungu. Imesema imefika raha ya Sabato kwa watoto wa Mungu. Kumbe imefika karaha ya Sabato kwa watoto wa Mungu. Na nichuka kama mtu mshiriki mwenzako ndio anakufanyia hivyo. Mshiriki mwenzako ndio anakupiga ndani ya kanisa. Ni mshiriki mwenzako. Unafadhali mtu kule nje, lakini mshiriki mwenzako ndio anakuchukia, anakupiga vita. Na mshiriki mwenzako hauna raha, hauna amani. Nyumbani umejaa shida, umejaa huzuni, unatamani ifike siku ya Sabato uone raha ya Sabato. Unapofika Sabato uone raha ya Sabato, tena unarudi nyumbani ukiwa unalia kwa sababu ya mwenzako. Ndipo tumeleta somo la our family of faith as Jesus. Wapenda mpaka tupendane as one family in this church. White says that when the grace of Christ is expressed in the word and the works of the believers, light will shine forth to those who are in darkness. This light will shine to those who are in darkness. Kama tunakuwa na mmoja hapa, tunapokuwa na mmoja ndani ya kanisa, this light that we have will shine the darkness, because the world is totally dark. The world need me and you. The world need what you have learned from Christ. The world need whatever you have read from the Bible. The world need that your faith, so that we go outside in the darkness. Tunapoenda in the darkness to tell our watu, because the souls are perishing outside there, ili tuwalete ndani ya kanisa. Lakini tutaendaje pastor kama tunachukiana ndani ya kanisa? Tutaendaje kama kuna upendo ndani ya kanisa? Leo kuna kitu inaumwaga sasa hivi, unasikia mshiriki mwenzako ndio anaenda kule nje akiwa anakusengenya, na uko naye ndani ya kanisa, na wewe sasa ile unakaa na yeye, mnapewa Pasaka, mnakwenda kula naye Pasaka pamoja, na baada yeye mpaka akusaidie kiroho, ndio yeye anafanya unadidimia kiroho. Mahali anafaa kutetea kule nje, yeye anataka usulubishwe, na ni msabato mwenzako. Tutaenda wapi? Anasema the first angel's message of Revelation chapter 14, announcing the hour of God's judgment, and calling upon men to fear and worship Him. Amen, we fear God and we worship Him. Kila ambacho Mungu anataka washiriki, only we fear God and we worship Him in truth. And we worship Him kama tuko
na umoja. Ila utatamani, yani utatangaza. Kuna wengine yani kanisa hii, kanisa wetu Adventist inakaje? Kanisa Adventist inakaje? Yaani unaona mwenzako akisimama hapa akataka conduct choir, conduct church, kwa sababu ni yeye alikosea. Uko hivi kanisani umesimba, ana tuimbe hilo na mama hilo, tuimbe sauti, watu wako hivi. Kila mtu anataka hii kazi yake, watu waone kama kazi yake haisoki. Kila hivi uko hivi, kwa sababu ni yeye amesimama. Kiongozi wa mena anaendelea kutangaza, kuna watoto pale mayatima, tutafute hata nguo tuende tuwatembelee, kwa sababu yule kiongozi uko na chuki na yeye kiongozi. Wacha huyo aongee. Unajua kuna terms zingine tunatumiaga kule kwetu. Wengine wacha huyo aoshe tu nguruwe. Unajua kuosha nguruwe? Mimi nasema wacha huyo aoshe nguruwe. Ni nguruwe unamosha sasa hivi. Ukimosha pia unaona kusafi, akienda pale na matope anaingia kwa matope. So ni kama umefanya kazi ya bure. So nasema wacha huyo aoshe tu nguruwe. Wacha huyo afanye kazi ya bure. Vita ndani ya kanisa, machuki, tunachukiana ndani ya kanisa. Kama itakuwa hivyo, tutaenda kule nje kuhubiri aje? Wapendwa, watu wataona tabia zetu aje kama sisi wenyewe tunachukiana? Watu watatusomaje kama sisi wenyewe hatuna upendo ndani ya kanisa? Naomba msomaji msome Acts chapter 4 verse 32. Matendo ya Mtume 4 verse 32, ni karibu kumaliza. Na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja, wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alicho nacho ni mali yake mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote shirika. Sasa wanasema walikuwa nini mmoja? Walikuwa na umoja. Hebu rudi hapo. Naomba rudi, walikuwa na nini umoja? Hakuna mwenye alisema hiki ni jambo. Hebu rudia na tuelewe hiyo basi. Sawa. Na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja. Aya, jamii ya watu ambao ni Adventist walioamini walikuwa ni nini? Na moyo mmoja na roho moja, wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alicho nacho ni mali yake mwenyewe. Wacha tu hapo. Hakuna hii, unajua hii kazi ya Sabbath School ni yangu. Hakuna mwenye sema kila ambacho niko nacho ni mali nani? Ni mali zangu. Yaani kwa kuna mmoja, hakuna kitu. Mkuu alimwambia macho, mchacho akamwambia mguu, kwa sababu wengi ulikuwa unatembea ukajigonga ujimalizie. Walikuwa wana participate pamoja kwa sababu ya hiyo moja. And that unity is what we need in the church. Ili message ienee kule nje, we need unity in the church. Wapenda, ombi langu wapendwa ni kuwa tuwe na umoja. Ukiona mwenzako amelemewa mahali, piga magoti ukamwombe. Ukiona mwenzako akuna unyonge ingine ndani ya kanisa, muombe Mungu atoe hiyo unyonge wake. Kwa sababu hakuna mtu aliumbwa ni malaika. Zote we have fallen short of glory of God, and we need that grace. We are here to encourage one another kwa safari.
Tuko hapa, unapoona elder ameanguka, encourage elder. It is this, we are just praying for you. Kuna kile ambacho kimefanyika, no. Wapenda tusanye, tupige magoti tukaombe. Kila ambacho we need in Christ is to pray. Kuna Mwadventist ni pastor wa Adventist. Wakati pastor mwangu nani usule mwanzo mwangu hii mambo ya jina inaitwa eti what? Yeye akapost akasema watu wa Adventist wameanguka. Wanapenda pesa. Mbona president pastor mwangu amefanya hivi? Anacho pastor mwangu afanye. Je, kama msamaha ulifanya nini kumsaidia? Wakati alianguka sababu shetani. Je, ulitenga muda wako wa kumuombea? Ama unaangalia tu shida, unaona angalia makosa alifanya? Je, ulichukua muda wako kumuombea? Unapoona mtu anaanguka kanisani, je, unachukua muda wako wa kumuombea? Kwa sababu safari ya mbingu imejaa mabonde na mlima. Do you think time to encourage Mura? Ama tunatamani tunapoona pastor ameanguka, unatamani unapoona ile ameanguka, unatamani unapoona kiongozi wa mama ameanguka, unatamani kuona kiongozi wa amo ameanguka. Ndio furahi. Tunaona tulikuwa tunasema hataweza. Umeona? Nilisema na mdomo yangu hataweza. Si umeona? Je, wakati alichagua ulichukua muda wako kumwombea ili Mungu amtie nguvu kwa safari? Basi tunawalani na mdomo yetu. Na sisi ni Waadventist. Mungu ametuita tuende kule nje tukahubiri, na tunapoenda kuokoa roho mpaka tuwe na umoja vile wanafunzi wa Yesu walikuwa na umoja. Hiyo ndio ombi letu, ni kwamba mimi na wewe tuwe na umoja vile jinsi wanafunzi wa Yesu walikuwa na umoja. Wapendwa, hatuwezi enda kule nje kama sisi wenyewe hatuna umoja. Soma nami kitabu cha mwisho 1 John 4 verse 9 and 10. Hatuwezi enda kule nje kama tuna umoja ndani yetu. Yaani, kuna kitu bado inanisumbua. Ni raha gani unapata unapoona mwenzako anaanguka? Ni raha gani unapata unapoona mwenzako anafilisika? Si nilisema hataweza. Si umeona? Sisema hataweza. Umeona? Pasa hebu naomba tusome. Katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu, kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Hili ndio pendo. Si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi. Akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Wapendwa, umefika 11. 11 nasema. Wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa na sisi kupendana. Tunapasa sisi wenyewe tupendane. Kama Mungu mwenyewe alitupenda mpaka akatufilia msalabani, ni kwa upendo wake. Wakati aliona binadamu wameanguka dhambini, wakati anaona Adamu anatafuta matawi ajifunike, wakati anaona binadamu Kaini anaua Abeli, anaona kifo imeingia duniani, binadamu wanateseka, Yesu akasema, Baba, mahali nimebakia, wacha nikashuke niende niwaokoe. Na haikuwa rahisi kumwaga damu msalabani. Haikuwa rahisi Yesu kuanikwa msalabani akiwa uchi. Haikuwa rahisi Yesu kumwaga damu Golgotha akidungwa mkuki ili akoe binadamu, kwa sababu alipenda binadamu mwenye kuna dhambi. Anasema kwa sababu alitupenda hivyo hivyo mpaka akatufilia msalabani, akanikwa msalabani kwa sababu alitupenda. Hivyo tuonyeshe upendo kwa sisi tuonyeshe upendo kule nje, tushakuwa tunapendana, kwa sababu katika hiyo upendo iko Yesu akatufilia msalabani, ili sisi pia tuonyeshe upendo kwa wengine. Love
is the greatest commandment. Tuonyeshe upendo kwa wengine. Let us love one another. The way Christ loved us until he died on the cross for our sin. Sababu wacha nichukue dhambi zao, kwa sababu mshahara ya dhambi ni mauti. Sababu wacha niende niwafilie msalabani ili kwangu wawe na uzima wa milele, kwa sababu napenda wanadamu. Mimi napenda binadamu lakini sipendi dhambi, kwa sababu nawapenda Baba wangu. Wacha niende nikashuke mimi mwenyewe, mimi ambao sina makosa, sina dhambi, niende nichukue dhambi zao. Wapenda ile watu wanasema kwamba katika hiyo dhambi ilifanya Yesu anguka msalabani, kwa sababu alibeba dhambi ya ulimwengu kwa dhambi. Ndipo wakati Yesu anasulubishwa msalabani, unaposoma Ali writing, anasema kwamba wakati Yesu Mungu anasulubishwa msalabani, anaangalia Baba uko wapi? Baba kalia Baba. Wakati Baba anamuona Baba anageuka hataki kuangalia dhambi, kwa sababu Yesu amebeba dhambi. Akabeba kitu tena, angalia Baba, akalia Baba. Baba, naomba kikombe isiniangukie, naomba kikombe uniondolee. Wakati na Baba kikombe uniondolee, Baba hataki kumuona kwa sababu ana dhambi, kwa sababu alibeba dhambi ya binadamu, alibeba dhambi zako, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Mungu aliruhusu akufe ili dhambi akuwe na dhambi, ili mimi na wewe mwenye akufe awe na uzima wa milele. Na katika kifo cha Yesu Kristo ndio maana mimi na wewe bado tuko hapa. Ndio kwa sababu alipenda ulimwengu, sisi wenyewe tuonyeshe upendo kwa wengine. Tusiwe na chuki kwa sababu unaona mtu ni maskini. Unajua waabudu wanapenda watu wadosi. Kanisa hivyo, wakati unapenda mtu anaona ni mdosi, utupende hata mtu katika hali yake, hata kama ni maskini umpende, hata kama ni mlemavu umpende, hata kama na shida gani umpende jinsi alivyo, kwa sababu Yesu alikufia hata walemavu msalabani, alikufia kila mtu msalabani, ili sisi tuonyeshe upendo kwa wengine. Upendo wa Mungu haina kipimo. Upenda mtu hata kama si kabila yako, penda Mungu hata kama si mshiriki, penda Mungu hata kama ni mlevi, hata kama ni mtu ameingia kwa mambo ya dunia, madawa, umpende jinsi alivyo. Ndipo Yesu alimpenda mwenye dhambi kama sisi mpaka akatufilia msalabani, ili katika kifo chake tuwe na uzima wa milele. Tunaingia kwa maombi. Tunaingia kwa maombi. Wapendwa, kama kuna mtu unamchukia, labda alikukosea, tunaomba Mungu atupatie hiyo roho ya kusameheana. Tunataka kwamba Mungu atupatie roho ili mtu anaponikosea nimuone kama ndugu yangu, ili mtu anaponikosea niende nimuombe. Mungu atupatie roho ya kupenda adui yetu. Mtu anipatie roho ya kusimama na wale ambao wananikosea, ni kuwaombea mambo mazuri wale ambao wananikosea. Tunataka kuingia kwa maombi ili Mungu atupatie hiyo roho ya kusameheana, ili atuondolee hiyo roho ya kubeba chuki ndani yetu. Tunataka kuingia kwa maombi. Kila mtu achukue nafasi yake. Ujiulize, je, kati yako na mwenzako relation yako ikoje? Je, mtu alikosea, uko na roho ya kumsamehe? Na unaposamehe, je, bado unakumbuka ama unasahau? Je, uko na roho ya kusameheana? Labda mtu kanisani tunachukiana sisi wenyewe kwa sababu mtu alikosea juzi, mpaka leo sitaki kumuona kanisani. Akikuja ukimwona ameketi pale, unakimbia unaketi kule nje kwa sababu alikukosea. Tunataka tuombe Mungu atupatie roho ili mtu anaponikanyaga, anaponipiga, nimwambie kwa sababu Yesu alinisamehe msalabani na kusamehe. Na ukimsamehe unasahau kwamba alikukosea. Na mtu ukimsamehe ukasahau, atajifundisha kutoka kwako. Yeye pia atajifunza kumsamehe mtu mwingine kule nje. We have to ask God for the Holy Spirit to give us Holy Spirit to forgive each other, to forgive wale ambao wametukosea siku ya leo. We want to go on our knees and we cry for God ili Mungu atupatie roho ya kusameheana. Atuondolee hiyo roho ya chuki ndani yetu, ili Mungu anapotusameheana tunaweza enda kule nje kwenda kuhubiri. Naomba tusimame. Tunaposimama, kila mtu unajua unyonge yako. Mimi sijui,
Mimi najua unyonge wako. Tunajua kubeba makosa, kubeba chuki ndani yetu. We have to kneel we cry for our God to give us a good heart so that we can forgive our brothers, we can forgive our neighbor, we can forgive our brothers and our sister. Mungu atupatie hiyo roho ya kusameana, ili ninapokuona hata kama ulinifuta kazi nikuone kama ndugu yangu, ili ninapoona hata kama wewe ulifanya mtoto wangu akufa nikuone kama ndugu yangu, ili ninapokutana na wewe nikikuona hivi, hata kama ulifanya bibi yangu akaniacha nikuone kama ndugu yangu ama dada yangu. Ninapotembea nitembee na wewe, nitamani kuone tu kama ndugu yangu kabisa. Mungu aniondolee hiyo chuki. We have to pray. Kila mtu anajua unyonge wake. Mimi sijui. Hata wewe pia ujui unyonge wako. Ila ni Mungu pekee yake ndiye anajua. Tunataka kwamba Mungu atupatie roho. Hiyo roho ya kusameana, ili tunapoenda kule nje tuwe na umoja. Tutafute mahali, kila mtu atafute mahali. Unaweza simama, unaweza keti, unaweza piga magoti, yoyote Mungu atatusikia. Na tulie Mungu atupatie roho ya kusameana. Unaweza tukaomba wewe mshiriki akukosea, lakini unapokosea Asante. Tunaingia kwa kikundi chetu. Tunapoenda pale tuombeane. Karibu sana wageni wetu, wale ambao wameingia, wale ambao hawajawahi kuja, na wakaribisha kabisa, na wakaribisha.
tunapoenda kwa kikundi chetu, tuombe Mungu asaidie kanisa yetu, kwa sababu vita imekuwa vingi. Mara watu wanapelekana mpaka kotini kwa sababu ya mambo ya kabila, kwa sababu ya uchaguzi. Tunataka tuombeane, Mungu atupatie upendo ndani ya kanisa. Tunataka kuomba Mungu atusamehe na alete upendo hapa ndani ya kanisa, alete umoja ndani ya kanisa. Tunataka kuweka maombi ili Mungu alete umoja katikati yetu, ili tunapotoka tuende kuhubiri kule nje, wote wa kule nje waone umoja ambao tuko naye. Tusichoke kuombeane wapendwa, tuombeane kabisa, tuombeane. Mungu ashuke Roho wake Mtakatifu atusaidie kama kanisa, tusimame imara.